Semaji, asalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali bwana? Salama kabisa. Tayari Singidani mmeshatua hapa? Ya, tumetua Singidani. Mambo yanakwendaje? Mambo yanakwenda vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika salama. Tukianza safari yetu asubuhi ya leo, tumetoka Dar es Salaam jana asubuhi, tukaweka kambi Dodoma, tukafanya mazoezi Dodoma, na hii leo tumetoka Dodoma kuja hapa Singida kwa ajili ya mchezo wetu. Tuliamua kukaa Dodoma kwa siku moja kutokana na changamoto za viwanja katika mkoa huu wa Singida. Yaani kwenu Singida kuna shida ya viwanja. Kwetu mimi Janikishai. Viwanja vya standard ya Simba hakuna, kwa hiyo tukalazimika kukaa Dodoma, tukafanya mazoezi katika viwanja vya shule vya John Malin, na hii leo tumekuja hapa Singida, tutafanya mazoezi katika uwanja wa Airtel, uwanja wa mechi, na baada hapo tutakuwa tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho inshallah. Na mipango yenu ikoje, utayari wenu kuelekea mchezo huo? Utayari ni mkubwa. Tumekuja kwenye mechi muhimu kwetu, tumekuja kwenye vita kubwa, na wachezaji wanafahamu umuhimu wa mchezo huu kwa sababu tayari tumecheza mechi mbili za ligi kuu ya NBC, tumepoteza alama 4, japo moja ni kwa kudhulumiwa, lakini tumepoteza alama 4, na kwa mantiki hiyo wachezaji wanatambua umuhimu wa kupata alama 3 katika mchezo wa kesho. Semaji, nikizungumza na mashabiki lakini pia wadau mbalimbali wa soka wanasema kwamba Simba Sports Club gari limewaka kwelikweli. Ukiwaangalia wachezaji morali yao ikoje kuelekea kwenye mchezo? Ya, bila shaka gari imewaka. Wachezaji wapo kwenye ubora wa hali ya juu sana. Commitment level iko juu, lakini kama haitoshi, spirit ya wachezaji wetu iko juu sana. Morali ya wachezaji wetu ni ya kiwango cha juu sana. Uhitaji wa kufanya vizuri ni mkubwa kweli kweli. Kwa hiyo gari imewaka kwa sababu kila kitu ndani ya Simba kiko positive, lakini kama haitoshi, kiwango cha kiufundi kwa timu yetu kime upgrade kwa asilimia kubwa sana. Kime upgrade kutokana na ubora wa wachezaji tuliokuwa nao, na tume upgrade kutokana na ubora wa benchi la ufundi tulilokuwa nalo. Combination hii ya technical staff bora pamoja na wachezaji bora ambao wameongezeka dirisha dogo la usajili, na wale waliokuwepo viwango vyao vimeongezeka, wametengeneza combination ya performance ya kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Bila shaka kuna mengi ambayo mnawahamasisha wachezaji kuelekea katika mchezo, lakini pia ligi kwa ujumla. Wachezaji tuliokuwa nao wanajua nini cha kufanya. Kwanza kwa maturity yao, na wakiangalia pressure ya timu, wakiangalia historia ya timu, kila mmoja anajua amekuja kwenye timu ya aina gani. Treatment ambazo tunawapa wachezaji wenyewe wanajua wako kwenye timu ya aina gani. Kwa hiyo wanajua kwamba msimu huu ni msimu ambao wanatakiwa kufanya vizuri. Tunazungumza nao kila wakati ya kwamba tuna misimu 4 hatujapata ubingwa. Hata kama wewe umekuja msimu huu, ikitokea Simba imekosa ubingwa, hatukuhesabii kwamba hujapata ubingwa msimu huu, tunakuhesabia kwamba ni msimu wa 5 hatujapata ubingwa. Kwa hiyo twendeni tukaondoe hiyo kadhia, twendeni tukaipiganie Simba tupate ubingwa. MRI inaendeaje? MRI iko sawa sawa na iko tayari kwa ajili ya kuendelea na vipimo kwa wachezaji wengine ambao mpaka sasa hawajui umri wao. Wengine tayari wameshajua umri wao, wameshajua wana chumvi kiasi gani katika mwili wao, wameshajua wana sukari kiasi gani katika mwili wao, wameshajua mwili wao una madini joto ya kiasi gani, wameshajua exactly tarehe yao ya kuzalia, achilia mbali ya pasipoti, wameshajua kila kitu kuhusiana na mwili, sababu ile MRI inafanya check up ya body nzima. Hapo tunamzungumzia Libas Segei. Kwa hiyo ameshafanya check up kwa baadhi ya wachezaji, wanajua status zao, na kwa wengine wameshaanza dozi ya sukari, wengine wameshaanza dozi ya wapi hao? Wachezaji wa timu mbalimbali wameshapitia kwenye kipimo cha MRI. Hasa ni nidhamu ya Singida kuja kuwa scan, kuja kuwapima, kuja kuangalia wana umri gani, na baada hapo watatoa majibu. Na kwa kuangalia wachezaji wa Singida Black Stars, unaona kabisa kuna wachezaji ambao wanatakiwa kufanywa vipimo na Libas Segei.
Siwajui vizuri, lakini Libase Geye hilo ndilo jukumu lake yeye la kupima watu, na ni kazi ambayo anaipenda, na tutakwenda kucheza kwenye uwanja wa Airtel nyasi bandia, ambazo ni maeneo mazuri ya watu kuseleleka na kufanya kazi yao kwa ufasaha. Kwa hiyo tutakwenda kumuona Libase Geye akitimiza hayo majukumu yake kwa ufasaha na ufanisi wa hali ya juu. Lakini kwa kuangalia pia Singida Black Stars ni wapinzani wa namna gani kwenu, kwa sababu mara nyingi mnapokutana game inakuwa ni tafu? Ni mechi ngumu. Kucheza na Singida mara zote huwa ni mechi ngumu sana. Sio kwa sababu ya ubora wa Singida, ni kwa sababu ya fikra walizokuwa nazo Singida. Fikra za Singida zinawaambia jukumu lao ni kuwaharibia Simba Sports Club. Kwa hiyo ndio ambayo inatengeneza ugumu katika mchezo huu. Singida wao lengo lao namba moja kwenye kuanzishwa kwao ni kuiharibia Simba Sports Club. Kwa hiyo wanapambana kadri wanavyoweza kupambana kwa ajili ya kuiharibia. Yaani ukiona vile Singida, ukiwaona viongozi wake, ukawaona wachezaji wake, ukafikiri wako serious na ligi kuu ya NBC, wenyewe wako very serious kwenye kuiharibia Simba Sports Club. Umejuaje semaji? Naifahamu vizuri. Ni timu ambayo imeundwa, imeanzishwa na ina mrengo huo kuhakikisha kwamba Simba tunapata tabu. Ni timu ambayo yenyewe inacheza mechi mbili tu katika ligi msimu mzima. Mechi ya kwanza ya Simba mzunguko wa kwanza na mechi ya pili ya Simba mzunguko wa pili. Hizo ndizo mechi ambazo Singida wanafanya. Hatuwalaumu. Hizo ndizo mechi ambazo Singida wanafanya kila kitu kuhakikisha kwamba wanapata kilicho bora kwa upande wao. Mechi nyingine wanashinda, lakini sio malengo yao. Mechi nyingine wanafungwa, lakini hawaumii kama ambavyo wangeumia kwa kufungwa na Simba. Kwa hiyo ni mechi ngumu. Ukicheza na mpinzani wa namna hiyo, ni mechi ngumu kwa sababu amejiandaa kwa muda mrefu. Hii mechi Singida amejiandaa nayo kwa takriban miezi 6 miezi 7. Sasa kucheza na mpinzani ambaye amejiandaa kucheza hii mechi kwa muda huo, anakuja akiwa na ugumu wa kutosha, anakuja akiwa na upinzani wa kutosha, anakuja akiwa na energy ya kutosha. Kwa hiyo kiuhalisia mechi hii ni ngumu. Singida anaweza akafungwa hata na sio na Toto Africa sio na nani, alafu kwake ikawa ni sawa tu, wala usimuone Singida akiumia. Lakini Singida akifungwa na Simba, unamuona namna ambavyo anahirihika kwenye moyo wake, namna ambavyo anateseka kwenye moyo wake, namna ambavyo anaumia kwenye moyo wake, kwa sababu ameshindwa kutimiza lengo la kuiharibia Simba. The same to Simba, tukimfunga Singida akipata matokeo kwetu, furaha na sherehe anayoifanya sio ya kawaida, ndugu yangu. Kwa hiyo anafanya sherehe. Kwa hiyo ni mechi ngumu na tumejidhatiti kwenda kukabiliana nao. Wachezaji wanalijua hilo. Wanalijua kwa sababu kwanza tuna wale wageni tunawaeleza background ya hii timu. Tunawaambia hii timu ni timu ya aina gani, hii timu ina mrengo wa aina gani. Lakini kwa wale wachezaji ambao wapo wanafahamu, cheza na Singida unacheza dhidi ya mpinzani wa aina gani. Kwa Singida kuna mtu ambaye yuko nyuma yake anamwagiza au? Sijui nani anamwagiza, lakini Singida ukimtazama unamuona kabisa ni mtu ambaye yeye furaha yake ni kuiharibia Simba Sports Club. Na sisi uzuri tunalijua hilo. Sisi hatutaki watu atulegezee. Walegezeane wenyewe kwa wenyewe huko. Kuna wanalegezeana? Wewe juzi ukuona na nani? Tumecheza juzi mechi yake ya mwisho hapo ya ligi kuu ya NBC katika uwanja wao. Ulicheza na Yanga. Ulionaje ile mechi? Ilikuwa mechi Ilikuwa mechi. Haikuwa mechi. Umefunga? Umefunga? Nimefunga alhamdulillah. Ilikuwa mechi. Kwani haikuwa mechi semaji? Ilikuwa kama kombolela. Kwamba unabutua? Wanaigiza tu. Mwadawa kaenda huku, Kobisi kapita huku, nani hivyo ya. Kwamba hakuna lolote ambao umelishuhudia. Sisi mechi tunazijua wewe. Yaani ukikaa hii kweli mechi. Alafu ukikaa kwamba hakuna lolote linalokwenda kutokea. Umejipanga lolote. Kwa hiyo
wenyewe wapeane wanavyopeana, huwezi kujua wana siri gani, lakini sisi kwetu waje wanavyokuja, tumejidhatiti kwenda kupata matokeo mazuri. Sisi tutegemei mtu aje ajilegeze, kwa sababu timu yetu ina malengo makubwa ya kufika mbali. Kwa lazima upate internal stiff competition kwa ajili ya kuconsolidate ubora wa wachezaji wako, na baada ya hapo upate nguvu iliyokuwa thabiti kwenda kushindana mbele pakubwa zaidi. Bila shaka semaji, huo unapata muda kuangalia msimamo wa ligi kuu, na uonaje ule? Tuko nyuma kwa pointi 5 ambazo kiuhalisia zilipaswa kuwa pointi 2, kwa sababu pointi 3 pointi 2 tumetapeliwa, ambazo tulishinda mechi pale visiwani Zanzibar, ushindi wa halali kabisa, goli la halali kabisa, lakini watu wengine wa pembeni hawakutaka Simba tuondoke na ule ushindi. Kwa hila na roho zao chafu wakaisababisha mechi ile kuisha kwa sare ya bila. Lakini kiuhalisia Simba tumeshinda mchezo ule na tulistahili kuondoka na alama 3. Kwa hiyo msimamo wa pointi ulitakiwa kuwa tumeachwa alama 2 pekee, lakini nevertheless msimamo ukiuangalia tuko nyuma kwa pointi 5 ambazo kwa ubora tuliokuwa nao Simba Sports tuna uwezo wa kupangua hilo gap la pointi 5 na mnyama akafanya vizuri msimu huu. Jambo zuri ni kwamba mtu ambaye tunashindana naye bado tuna mechi moja sisi na yeye, maana yake mpaka hapo tayari tuna uhakika wa kupunguza hilo gepu. Lakini nani anaweza kujua katika mechi nyingine ambazo zimebaki, kwa sababu sio kila mechi atacheza na Singida. Kuna mechi nyingine atacheza zitakuwa ngumu kwa upande wake. Kwa kwenye hizo mechi ngumu, manake anaweza akapata lolote na mnyama tukanufaika. Semaji, adhabu zenu zimekuwa ni nyingi sana Simba. Mpira. Hamjapaniki kwamba kusema kwamba tunataka turudi kwenye ubora, ndio maana unakuta wachezaji wanafanya makosa hapa na pale? Si vitu ambavyo tuna entertain, na kila siku tumekuwa tukiwakumbusha wachezaji ya kwamba wanapaswa kuzingatia misingi ya fair play. Wacheze kulingana na sheria za mpira, wacheze kulingana na kanuni, na wacheze kulingana na fair play. Kwa hiyo matendo ambayo wanayafanya yanaiathiri klabu moja kwa moja. Wakifungiwa mechi 5, tunaoathirika ni sisi klabu. Wakifungiwa mechi 3, tunaoathirika ni sisi klabu. Kwa ni vema wachezaji wetu wakacheza kwa ungwana ili kuepusha kupata adhabu za namna hiyo. Na mpira wa sasa umebadilika, unaweza ukamwibia mwamuzi ya kuoni ukafanya kosa, lakini kamera ni nyingi uwanjani, baadaye tukio lako linaonekana, na kuna wanoko wengi ambao wako very standby wanaangalia nini kabisa. Je, niweka vizuri huyu Stars bwana Shehe, tunamwamini hivyo. Akabidhiwa msikiti. Huyu anao tayari msikiti. Anayo. Unao? Ninayo mimi, nasimamia misikiti ya Tabata. Kwa hiyo na wanoko ni wengi, wanasubiri tu tukio likishatokea, wanapiga picha pap, wanalisambaza, wanatengeneza pressure kwa bodi na hatimaye wanasimamishwa. Kwa hiyo kama unaweza kufanya uhuni wako usionekane na kamera yoyote, sisi tunakuruhusu, kitu ambacho hakiwezekani. Utakachokifanya lazima kitaonekana na kitaenda hewani, lakini ni matendo hatarishi kwa mchezaji mwenzio. Ukimpiga mtu teke kiwiko, ukifanya non football action, manake unahatarisha maisha ya mchezaji mwenzio, kitu ambacho sio sawa hata kidogo. Kwa hiyo ni vema wachezaji wa Simba wakawa mfano wa kuigwa, kwa sababu sisi ndio baba wa soka la Tanzania. Kwa hiyo yes, wachezaji wengine wote hawa wa Yanga, wa Singida, sijui wa Fountain Gate, sijui wa Pamba, sijui wa kina Azam, wote wanatuangalia sisi. Wanajifunza kupitia nyinyi. Wanaangalia wachezaji wa Simba. Kwa wakiona top striker kama Selemani Mwalimu anafanya vile, hawa washambuliaji wengine wa timu ndogo na wenyewe wanaiga namna hiyo. Wakiona kiungo wa Simba akafanya hivyo, hawa viungo wengine wa timu nyingine ndogo Tanzania hapa wanaweza akafikiria kwamba
hiyo ndio inatakiwa kuwa. Sasa sisi lazima tuoneshe kwa vitendo, tuwe kwa mfano, tuwalinde wachezaji wenzetu wapinzani, lakini vile vile tuepuke adhabu ambazo zinaepukika. Na wakifanya kosa kama hilo uwanjani linarudiwa sana. Sasa hiyo kujustify ngumu, kusema huu mtu kamwaga maji ni ushirikina, lazima ujustify maji na ushirikina ya uhusiano gani? Sasa hiyo hatuwezi kwenda mbali zaidi. Nazungumzia vile vitendo vya kihuni uwanjani. Yes. Sawa, semaji zungumza na mashabiki wa Simba Sports Club. Mimi ni wakaribishe wale wote ambao wanakuja hapa Singida kwenye mchezo wetu. Nafahamu yako matawi mengi ambayo yameanza safari hii leo, watu kutoka Mwanza, watu kutoka Tabora, watu kutoka Shinyanga wanakuja, lakini kuna watu kutoka Dar es Salaam, Dodoma, na wenyewe wote wanakuja kwa ajili ya kuja kuiunga mkono Simba yao. Na niwaombe wana Simba wa hapa Singida na wenyewe waje kuiunga mkono Simba yao, na niwakumbushe tena ili kila siku narudia kwamba Singida Big Stars sio timu ya mkoa. Black Stars sasa hivi wao sio timu ya mkoa. Hiyo ni timu inayotumia tu jina hilo la Singida. Kwa hiyo asitokee mwana Simba wa Singida akajifanya eti mimi Singida kwanza naiunga mkono timu yetu ya Singida. Ile sio timu ya mkoa, na wala mission yao sio kushindana katika ligi. Mission yao ni kuiharibia Simba. Kwa hiyo mwana Simba wa Singida ukaungana na Wanyaturu wenzio ukajifanya mnaipambania Singida, Simba ikishapata matokeo mabaya baadaye wanakaa pembeni, wanaanza kukucheka wewe, timu yako ya Simba imefanya vibaya. Sasa usikubali kuingia kwenye huo mtego. Wewe pambana na timu ya rohoni mwako ambayo ni Simba Sports Club. Kama ni kuisaidia Singida, ziko mechi nyingine 23 huko, utaisaidia timu yako ya mkoa. Lakini kwa sasa tunapozungumza, kila mwana Singida asimame na Simba yake, na asikwambie mtu uzalendo. Hakuna cha uzalendo. Ziko mechi 28, mtaisaidia timu yenu ya Singida ipate matokeo mazuri, lakini kwa sasa kila mwana Singida asimame na Simba yake. Matokeo mazuri tutakayoyapata hapa, tutabaki tunafurahi sisi wenyewe na roho zetu. Na uzuri nimeona mwenyekiti hapa wa Simba Singida pamoja na viongozi wake wote wamekuja kuipokea timu yao, na niwashukuru kwa hilo, na ni jukumu lao kuwaambia wana Simba wote kesho Jumatano twende uwanja wa Airtel, twende tukaipambanie Simba yetu, tuondoke na alama 3 ngumu kweli kweli. Kila la kheri. Mbona uitiki kila la kheri yangu? Hiyo kila la kheri umemwambia kila mtu. Hapa niko na wewe, semaji la Simba Ahmed Ali, na kutakia kila la kheri. Alafu amekusafirisha Singida? Hapana, nimekuja mwenyewe. Kisha ITV kampuni kubwa hii, semaji uiamini au? Mbona anasafirisha Singida? Sasa hivi tumekuwa tuaminiani mimi na wewe. Tutajua tu. Yana siri hayo. Kwamba utaenda na Arusha. Simba tunaenda Arusha, baada hapa utaenda? Arusha nitakuwepo inshallah. Tutaona. Mimi kwenye game zote na kuwepo. Kwani wewe unioni semaji? Tutaona. Meja Samuyo huje. Mimi tena. Uweze kuja huku mwenyewe. Mbona nimekuja hapa? Ndio kuna mkono wa watu wa Singida hapo. Mimi tena umeniweka huko. Nina mashaka mimi na mke wangu. Unajua hilo gome? Silipati hilo, kwamba linaimbwaje hilo? King Faida huwa analigonga hilo? Sio King Faida. Nani? Au sijui nani, lakini ya zamani kidogo. Unaimbaje? Nina mashaka mimi na mke. Inavyoendelea inanichanganya hapo sasa. Kwa nini unakuwa na mashaka sasa inavyoelezea hiyo ngoma? Umeletwa. Yaani wewe uamini kama mimi nimekuja. Alafu mimi si balozi wa Medali Motors, umesahau pia. Kwa nini usiseme Medali Motors imenileta hapa? Mimi nina mashaka na wewe. Sasa na mimi. Ili ndio masasa. Hebu fuatilia huyu tiketi yake ilikatwa na nani? Tiketi yake inaitwa na Singida. Umekuja basi gani? Basi ndio tena tuna biashara tena hiyo. Basi gani umekuja nalo? Hapana, basi pamoja hivi kali zuri tu.
Basi bisha bwana, nitafuatilia, nitajua ameletwa na nani, amepanda basi gani na hilo basi kwa vipi, na hata kama amekuja gari binafsi tutalijua na nani amelipa, sababu lazima alotuma ila tiketi jina lake limetoka pale, tutajua umeletwa na nani Singida. Wewe uwezi kuja mwenyewe, una mapenzi hayo na Simba. Nakwambia kabasi na wewe pia. Hapana, mimi bosi wangu kanituma nifuatilie, nitafuatilia, nitampatia majibu. Na wewe uniamini? Hapana, nimeagizwa kufanya hiyo kazi, nitafanya, sio kwamba sikuamini. Meja Samuyo Haji ndio aweze kuja huku Singida. Kweli, hata mimi naweza kutana mashaka. Unaelewa hiyo? Basi mpaka kufika saa 10 inshallah. Mechi za B19 walikuwepo? Walikuwepo vijana wangu. Ona. Semaji mimi ni kwa Zanzibar. Wale. Mpaka saa 10 majibu tutakuwa tumepata. Tutapata majibu. Bismillah. Sasa tutakutana mazoezi ndio. Vasco da Gama mratibu. Mratibu ana baya huyo. Ana orodha ya mabasi yote, tutajua tunana amekulipia wewe. Kama nimelipa mwenyewe unaniahidi nini hapa? Sio swala kwa nini tunakufukuza hapa. Unanifukuzaje? Kujua wewe una nia gani. Leo ndo unanikalia kooni kiasi hicho? Sio leo. Sasa hivi tunaishi ubaya ubwela kwa vitendo. Mwenye mashaka naye tunamnywa kichwa. Kwa mimi tayari kuna mashaka na mimi. Na mashaka na wewe. Medali Motors kuna nako nanchomoa. Utabaki Medali Motors huko, lakini ndani ya Simba Sports yetu hatutaki kukuona. Tuna mashaka na wewe. Usinichote ubaya semaji. Wewe. Tuwezi kukubali sasa hizi. Tuko makini na timu yetu. Unaruka na kila mtu sasa hivi. Sasa hivi timu yetu kama ya maninja. Basi sawa semaji. Kila la kheri yangu ndio uitaki au nikwambie tena huyo. Kila la kheri semaji. Ndani yake ina vitu vingi. Umewaambia wangapi hiyo kila la kheri? Mimi naongea hapa sasa hivi na wewe. Ndio mwambie hujawaambia. Nikienda kuongea nao nitatakia kila la kheri. Si ndio mechi hiyo? Sitaki za hivyo. Kwa nikiwatakia nyie kila la kheri, wengine niache. Au wengine unawaambia lolote baya liwakute. Kazi yangu sasa unaiharibu wewe. Inaharibika vipi? Sasa namwambiaje mtu kwamba lolote baya likukute? Kiloholohoni. Siongee hivi live bila chenga. Ukiwa hoji lolote baya liwakute. Wewe si mtangazaji semaje? Kwa mfano tumemaliza interview na mtu, alafu unamalizaje sasa? Unamaliza tu, kwani lazima kila heri? Wewe umekuwa nani? Mtumishi wa kiroho. Wewe hoji, maliza, kausha. Achana na habari za kila heri. Nyingine zinapokelewa hizo. Unasababisha mechi na kuwa ngumu. Basi sawa ndugu yangu. Sema kanzu unayo. Mimi navaa kanzu za hatari. Unayo. Hii inaitwa dark blue. Sasa acha hii. Kuna ziko nyingine za hatari hizo bado sijazivaa. Wewe. Unazivaa lini hizo? Tazivaa tu. Nitazivaa kuna sikukuu hapo nikifika salama, bado Ramadhani inaendelea. Na kanzu ya hatari. Sendo pia nimeiona. Sendo amenunulia wife hii. Radhia wewe, mashallah. Vitu anavijua pia. Si mtu mjini yule. Sasa mtu kazaliwa Tabata nafikiri atakuwa mwenzio huyo.